Kuishi na watoto hukuwazaa si jambo rahisi. Inawezekana hao ni watoto wa mwenza wako, anaweza akawa mke, mume, au wakawa watoto wa ndugu, wakawa watoto wa marafiki. Yaani mtoto ambaye tu hukumzaa, kuishi naye si jambo rahisi. Lakini ukweli ni kwamba watoto hawahitaji uwe mkamilifu sana. Watoto wanahitaji tu heshima, upendo na kuwaelewa. Kwa sababu, wewe unaweza ukawa unaishi na wale watoto, ukajitahidi kwa kila hali na mali, lakini ukawa unahisi tu kwamba hawakuelewi, au ukawa unahisi tu kwamba hauwatoshelezi. Narudia kusema kwamba haihitaji uwe mkamilifu sana, inahitaji tu uwe na subira, uwe na upendo na uwaelewe wale watoto. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia namna sahihi ya kuishi na watoto ambao hukuwazaa kwa upendo, kwa heshima na kwa ustahimilivu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya familia nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Tunaweza kuzungumza na tukashauriana. Usiache kushare video hii kwa wazazi mbalimbali ili waweze kujifunza na kuona namna gani anaweza kuishi na watoto sio wa kwake hakuwazaa, lakini akaishi nao kwa upendo, kwa wema na kwa ustahimilivu. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, jenga mahusiano kabla ya mamlaka. Mtoto anahitaji kwanza kabisa akuamini, akuelewe, akupende, aone yuko salama anapokuwa na wewe. Asihisi kwamba kila wakati anahitaji kupigwa. Makosa ya kawaida tunayofanya wazazi au unayofanya wewe mzazi ni pale ambapo unataka kuweka sheria kabla ya ukaribu. Unapokuwa umeweka sheria, umeweka mamlaka kabla ya ukaribu, kwanza mtoto anakuwa mbali na wewe. Anakuogopa, anakuwa anahisi wakati wote anavunja zile sheria. Anakuwa anaona ni namna gani ana uwezo wa kukufikia wewe, kwa sababu kuna sheria zimeshawekwa nyingi sana ambazo mtoto wakati mwingine anakuta wakati mwingine ni ngumu kwake. Ninarudia kusema, mtoto anahitaji tu kuamini. Mtoto anahitaji tu atambue kwamba upo pale kwa ajili yake. Hiyo itasaidia, itajenga ukaribu na utajikuta hata swala la kumlea yule mtoto moja kwa moja linakuwa ni rahisi kwako. Hoja ya pili, epuka kujilinganisha na baba, mama yake, yani wale wazazi wake wa halisi. Epuka kujilinganisha nao. Mambo kama wakati mwingine unakuta unamwambia mtoto, mimi sio baba yako, mimi sio mama yako. Kwa nini wewe uko hivi? Kwa nini wewe unafanya hivi? Hii inatokana na baba yako na mama yako ndio umeiga hizo tabia. Hiyo inamfanya mtoto ajisikie vibaya. Inamfanya awe mpweke. Inamfanya kiakili, kisaikolojia unakuwa umemwathiri moja kwa moja. Ukumbuke kwamba wewe haupo hapo kwa ajili ya kuchukua nafasi ya mtu. Uko hapo kwa ajili ya upendo. Uko hapo kwa ajili ya kumsaidia yule mtoto. Kwa hiyo jiepushe kabisa na kujilinganisha na wale wazazi wake wa halisi. Wazazi wake ambao wamemzaa. Hata kama walikuwa wana mapungufu gani, usijilinganishe nao wala usimtolee mifano ya wazazi wake. Unapokuwa unamtolea mifano ile ya wazazi wake, haishi nao, anaishi na wewe, anakutegemea wewe, anakuamini wewe, anataka ajisikie anapendwa kutoka kwako, sio kwa wale wazazi wake. Epuka kabisa, usijilinganishe nao. Hauko hapo kuchukua nafasi ya wazazi wake, uko hapo kwa ajili ya kumpenda, uko hapo kwa ajili ya kumtunza, uko hapo kwa ajili ya kutimiza ndoto zake za kesho. Hoja ya tatu, kuwa na subira na hisia za mtoto. Mara nyingi watoto ambao tunakuwa tunawalea, watoto wanaolelewa, unakuta mara nyingi ana hasira, wakati mwingine ana chuki, wakati mwingine ni mkimya, haongei. Usifikiri kwamba ni kiburi au ukafikiri kwamba labda ni tabia mbaya. Mara nyingi inakuwa ni yale maumivu ambayo ameyapitia. Inakuwa ni changamoto zile ambazo amekumbana nazo katika maisha. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa suluhu. Unatakiwa kuwa msaada kwenye kila alichokipitia. Yaani usiwe mwepesi sana wa kuhukumu, uwe mwepesi wa kusikiliza, uwe mwepesi wa kumsaidia. Hapo utakuwa umemjenga huyo mtoto. Hoja namba 4, weka mipaka kwa upendo na si vita. Mara nyingi upendo hauondoi thamani. Mpende mtoto, weka ile mipaka ambayo ya upendo.
kutakuwa na heshima, kutakuwa kuna kusikilizana, kutakuwa na maelewano. Na hapo utakuwa unamvuta yule mtoto, unamsogeza karibu, na unaweza kujua ni changamoto gani ambazo anapitia bado, matatizo gani ambayo bado yanakuwa yanamsumbua. Kwa hiyo utamuondolea zile hisia mbaya katika akili yake, kwa sababu mara nyingi unakuta anakuwa tu amenyamaza, hawezi kuzungumza, hawezi. Kwa hiyo usiweke mipaka. Ukiweka mipaka itatengeneza ukuta. Pale kutakuwa yeye hawezi kukuingia, hawezi akakwambia anapitia nini, changamoto gani. Lakini utakapokuwa umempenda, kumbuka kwamba upendo sio dharau. Kwamba utakapokuwa umempenda labda utaondoa heshima yako, itashuka. Hapana. Ule upendo unamsogeza karibu. Ule upendo na ile mipaka unayokuwa umeiweka iwe ya upendo. Yaani ajue kabisa, hapa sitakiwi kufanya hivi. Nikifanya hivi ni mbaya. Hata mimi mwenyewe nikifanya hivi kwangu kuna madhara 1, 2, 3. Akijua vile, mambo yanakaa vizuri na unajikuta mwisho wa siku umemsaidia. Hoja namba 5, usijilazimishe kukubalika haraka. Mara nyingi watoto wanamkubali mtu kwa matendo yake, hata kimya kimya bila kuzungumza. Hivyo usijilazimishe, yani kwamba mtoto lazima kuelewe, mtoto lazima akupende, mtoto lazima aone wewe ni kila kitu kwake. Hapana. Inaweza ikachukua wiki, ikachukua mwezi, hata ikachukua mwaka, anaendelea kukusoma taratibu, kwa sababu ameingia kwenye mazingira mapya. Ameanza kuishi na wewe, mzazi ambaye haukuwa baba yake wala mama yake, ameanza kuishi na wewe. Kwa hiyo usijilazimishe ili akuelewe, yaani umuonyeshe kwamba unampenda, sijui unafanya. Hapana. Wewe endelea kutenda matendo mema. Matendo mema unayoendelea kumtendea ataendelea kumdhihirishia na kumdhibitishia kwamba wewe ni mtu sahihi. Atakuelewa, atakupenda na atakuchukulia kama mzazi wake. Wewe endelea kuwa naye taratibu, usilazimishe akuone kwamba wewe ni mtu bora kwa kuharakisha. Hapana. Kuishi na watoto wasio wako si safari ya nguvu, bali ni mtihani wa moyo. Inawezekana wasizungumze leo. Inawezekana asikuoneshe leo. Na inawezekana usitambulike kabisa kwa wakati ule ambao wewe unatarajia. Endelea kuwa na subira, endelea kuwa na upendo, endelea kutenda matendo mema, endelea kumhudumia, endelea kumsaidia, kwa sababu umeshakubali yeye awe sehemu ya maisha yako. Unaweza ukashangaa asikuambie leo, lakini ipo siku utashangaa atasema kwamba asante kwa kunijali, asante kwa kunisaidia, asante kwa kunivusha hapa. Tumeona mifano mingi. Watu waliwasaidia watoto, na leo wale watoto ndio wamekuja kuwa faraja na wamekuja kuwa watu wema kwa hao ambao waliwasaidia. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kulike video hii na usiache kushare video hii iwafikie wazazi wengi ambao wanawalea watoto ambao sio wa kwao. Subscribe pia kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante. Mungu akubariki, ninakutakia malezi mema.